Na mtazamaji, tunaendelea na mdahalo mzuri tu sana kuweza kuangalia ni vipi tutaleta maendeleo hapa kaunti 47 na pia vile vile ni vipi ambapo tutaleta ushirikiano kati ya viongozi walio madarakani kwa hivi sasa ili tupate faida ama natija kwa wakazi wa Nairobi. Kumbuka kwamba Nairobi ni inavusha, haiweki tu peke yake, inavusha ikiingiza, kwa sababu watu wengi wanakuja hapa wakisaidika kwa njia moja ama nyingine. Na lakini kuna swala mmeweza kulizungumza mkasema kwamba kazi ambayo atakana ifanyike lazima gavana we karibu na nyinyi. Na wakati mwingine kama kuna changamoto ya kwamba gavana afikie wabunge, na imani moja kwamba nyinyi mko na wakilishi wadi ambao unaweza kuzungumza na mwakilishi wadi na akipitia katika bunge la kaunti akawasilisha yale ambayo ungependa kuyaona wewe mashariki magharibi. Kwa hiyo sidhani kwamba bado mnashindwa kupata mbinu ya kupata maendeleo. Asante Rashid. Kwanza nakuambia wale wenye ni ma MCA tunaitwa MCAs. Wale ndio wako na shida zaidi. Wale ndio hata ukizungumza nao ndio hata wanaongea mbaya kuhusu gavana wao wenyewe. Hiyo mimi nitakwambia hapa hadharani. Sababu wale ndio wanafaa walete maendeleo kutoka pale kwa kaunti. Na wameshindwa kufanya hiyo kazi. Ikabaki ni sisi wabunge tujaribu kufanya hiyo maendeleo. Ndakueleza kivipi. Kila county ilifaa, kila ward ilifaa ipewe pesa ambayo inaitwa I think Ward Development Fund, milioni 20 itoke iende pale ifanye maendeleo. Ndio yule MCA aweze kuvuta maendeleo kutoka kwa county. Ingekuwa inafanyika vizuri hivyo, basi hatungekuwa na ile shida ambayo tuko nalo. So kwa sasa wale mawakilishi wa ward sahi watakuambia bursaries hawapeani, contractors wote wale walikuwa wanafanya kazi wameondoka kwenye sites, projects hazijakamilika. Kwa hivyo pale tuko na shida kubwa. Rashid, kwa maoni yangu ile shida ambayo tuko nayo hatujakaa, county haijakaa iangalie vile kwa mfano CDF inafanya kazi. CDF iko na pesa ambayo imewekwa ni ya development ambayo ni teme ni 50%. Hii ndio pesa ya development. Hiyo pesa lazima iende ifanye kazi pale kwenye ground. County tunawapatia wanaokota bilioni 13. Serikali kuu inawapatia bilioni 23, alafu kuna zile grants ambazo county inapata. Ndio umesikia Mheshimiwa Babu akisema karibu bilioni 40 na zaidi ndio pesa iko pale kwenye county. Ingekuwa afadhali kama gavana angekuwa ametenga milioni tuseme 200, 300, 400 aweke kwa kila constituency ambayo aseme hii pesa ni ya maendeleo. Hapo sisi kama wabunge tutakuja tushirikiane na yeye, tuseme umetenga milioni 300, 400, tukae na wale MCAs, tuhakikishe hii pesa imefika pale kwa wananchi, imeleta maendeleo pale kwa constituency, pale kwenye kwa ward zetu. Lakini hii haijafanyika. Na mimi naona ile shida nayo ni vile Mheshimiwa Orero pia alikuwa anasema baada hii miaka tumekuwa na county sasa kwa miaka 12 kama sijakosea, na hatujaangalia kwa hii miaka 12 serikali kuu imepatia counties zaidi ya trilioni 6 kwa hiyo miaka 12. Nairobi County kama imekuwa ikipata bilioni 20, tuseme bilioni 20 kwa miaka 12, hizi pesa ziko wapi? Zimefanya kazi gani hapa Nairobi? Ndio tuone kama tutabadilisha ile sheria. Hapa Nairobi sisi ndio wenye GDP. Tunafanya GDP 60%. Naam. Ukiangalia pesa yote ya serikali yenye wanaokota kutoka kwa wanabiashara, wakiokota kodi, wakifanya nini, sisi ndio tunatoa asilimia ile kubwa zaidi Kenya mzima. Lakini ukiangalia ile shida iko hapa tu Nairobi. Tuko na shida kama shida ya sewage, shida ya maji. Mimi nimekuambia Rashid, mimi ni mzaliwa wa Nairobi. Nakumbuka vile kulikuwa nikiwa mtoto. Nilikuwa mtoto kule Umoja kule kwetu ilikuwa kuna lori inakuja inachukua takataka inaenda inatupa takataka. Kulikuwa na maji, unafungulia tap maji inatoka. Kulikuwa na street lighting zilikuwa. Kulikuwa na viwanja za watoto kuchezea. Hizi vitu zote zilikuwa enzi zile tukiwa watoto. Wakati tulisema tunaleta ugatuzi, tulikuwa tunajaribu kurudisha hiyo maendeleo ambayo ilikuwa imepotea hapo awali. Lakini tukiangalia tumeenda zaidi. Kutoka pale tulikuwa, wakati Kibaki alikuwa anaondoka, Nairobi haikuwa na uchafu vile iko. Nairobi saa hii
kuna majumba yanajengwa hii area ya Kilimani siku hizi, tunaona tu manyumba yanapanda huku, hatujui approval vile zimetoka, na zile barabara zilijengwa huku, zilijengwa hazikuwa barabara za kushikilia mijengo kama hiyo inaendelea huku, na pia ile upande wetu wa kule upande wa Embakasi. Kwa hivyo ile shida ambayo iko pale kwa county, hatuwezi sema tutawachia MCAs wajaribu kutatua hiyo shida, sababu wao wenyewe ndio wako pale wanapitisha budget zao, bado wao wenyewe unakuta wanapiga kelele, wanasema pesa hazitoki. Kwa hivyo hii lazima tubadilishe hapa kwa katiba. Mtabadilisha vipi wakati mnasema kwamba vikao mnavyovikaa havina kwa sababu nafikiri wakati umefika kwamba tusahau yaliyopita. Mfano mlikaa naye wakati mmoja, mlikaa naye wakati wa pili. Sasa hii kuna mpiga kura Lang'ata na amemsikiza Jalango akiongea, na inamsikitisha kuona kwamba kama viongozi wetu labda mbona hakuna ule ushirikiano. Je, itafika mahali tufanye kama ambaye tumesahau yaliyopita kwa faida ya yule mwananchi Jalango? Kwa sababu muda unasonga na jinsi ulivyosema tu siasa miaka miwili ni kama siku mbili tu, na mimi naona pia kazi ambayo hao viongozi unaona wamefanya hapa kwa miaka miwili kwa mashule na katika jamii na katika constituency. Ukiona madarasa tunajenga, unaona TVET tumemaliza kujenga, unaona kazi tu ikifanyika pale, na hii tumefanya kwa miaka mingapi? Miwili, na naona bado kumebaki miaka miwili. Nadhani tu kama ugatuzi wa Nairobi na uongozi wa ugatuzi wa Nairobi wakiweza toka kule juu waliko wakuje chini, wakuje wakasema, kwa sababu sisi ni viongozi kwa manufaa ya wananchi, kile kidogo ambayo itafika kwa wananchi ndio sisi tunataka imfikie, kwa sababu Nairobi hawataki mambo mengi. Nairobi ni watu very simple. Wanataka barabara zitengenezwe, wanataka akifungua tapu yake kuna maji, anataka basari watoto waende shuleni, wanataka takataka itolewe. Unanipata? Na ni kwa nini unasikia ni kama viongozi wengi hapa wanalalamika na tayari wanakuambia kuwa wao wanafanya kazi kwao? Ni kwa sababu kuna vitu vingi hapa Nairobi ambazo tayari ilipatiwa serikali ya ugatuzi. Kitu kama maji ambao wana Nairobi wanalilia iko katika serikali ya ugatuzi. Mambo kama sewage iko katika serikali ya ugatuzi. Unanipata? Drainages, mambo kama hiyo ni mambo ya ugatuzi. So saa zingine unapata kuwa mbunge ndio unafanya kazi yako ambayo iko katika jurisdiction yako. Mashule zijengwe, watoto wapate basari, TVET kukue na security ikiendelea. Mwananchi hata jua kabisa, na kuna wananchi kabisa hawajui ni kazi ya nani? Ya ugatuzi. Siku zote mtu wa kwanza mwenye wataenda kwake ni mbunge. Na kuna wakati Jalango pia kuna gavana amekuwa muwazi wakati mfano kuna mvua imenyesha, mabomba yameweza kwa yamepasuka na nini. Huwa akiri kwamba kuna jitihada ambazo zinakuja kutoka kwa kaunti. Kia anawaambia kwamba ukiangalia miundo msingi hii ni miundo msingi ya miaka iliyopita, miaka hiyo ya ukoloni. Kumaanisha kwamba sasa hivi tunahitaji tuweke vichwa pamoja, lakini si swala la kwamba hata kesho babu ama timu akifaulu, kama atafaulu ni mfano kwamba naye atatuambia atapata suluhisho kwa wiki moja. Haitowezekana. Kuna vitu vingine ambavyo suluhisho za kupatikana. Rashid, kuna ile master plan ya Nairobi. Unanipata? Tuende, nitazungumza sasa kama kiongozi wa Nairobi. Ukienda pali kama Kileleshwa kulikuwa na kitu inaitwa single dwelling. Single dwelling ni shamba kama eka moja, na hapo ndani ya hiyo eka kulikuwa na nyumba moja. Katika hiyo nyumba moja walikuwa watu waishi watu wangapi? 5. Ukienda hapo saizi kumejengwa gorofa, imepanda juu. Gorofa imeenda kama gorofa 15, 16. Pahali kulikuwa kunaishi watu 5. Unanipata? Saizi kunaishi zaidi ya watu 500. The same system, sewage system ni ile ile, maji ni ile ile, na approvals bado zinazidi kupatianwa, badala ya kwanza kuangalia, je, are we able to sustain and develop systems that can contain the new numbers that are coming in? Unanipata? Hawezi niambia kwa maji ambayo ilikuwa ifikie watu 5, sasa watu pipe, the same pipe ipatie watu 300 maji, wote wapate kupata maji. Watakosa maji. Sewage zitalipuka, mabomba zitalipuka. Na je,
Serikali ya ugatuzi imepanga, iko hata na mpango ya kuhakikisha kuwa mambo ya sewage imetengenezwa au mambo ya maji. For example, tumekuwa tukiongea saizi juu ya the Northern Water Collector ambayo inafaa sasa kuwa inaleta maji. Pipe ndio hizo zimekuwa zikiwekwa. Paka leo imekuwa ni hadithi. Paka kuna wakati hata hutaki kwenda katika vikao vingine za wananchi, kwa sababu ilikuwa ikuwe ni wiki mbili, imepita, imekuwa mwezi, imekuwa sasa ni mwaka tena, ndio hii inaenda kupita. Lazima tushirikiane, Rashidi, ili hizi vitu zifanyike. Tumesafiri juzi, tumekuwa Addis Ababa. Ukiona serikali ya Ethiopia na hiyo ugatuzi, sasa tuseme hiyo Addis Ababa kwenyewe, ukiona jinsi wameamua kuibadilisha jiji, barabara zinapanuliwa, mataa zinawekwa. Mimi naweza kukwambia saa hizi ukitoka hapa, entry ya Nairobi ya kwanza kwa watu ambao wanatoka Western ni Uhuru Highway. Hakuna street light kutoka Uthiru mpaka Westlands kwa expressway. Na huyo ni mtu wa kwanza anaingia Nairobi kwa siku ya kwanza, kama sisi watu wakuja. So utashangaa huku sasa nimeingia wapi? Nimeingia giza gani hii? Unajua? Na mtu anaweza uliza, naenda akaenda kaona Timu Wanyonyi ndio huyu mbunge wa Westland. Mimi nasema kama entry ya Nairobi, unanipata, ni kutoka Uthiru mpaka hapa expressway Westland. Ukipata taa street light, kwa kila street light utapata, kabla hujaingia expressway nakupa shilingi 1,000 kwa kila street light. Najua hautapata chochote, kumaanisha hiyo pesa nitabaki nayo hapa. Na hiyo ndio entry ya wapi? Ya Nairobi. Unanipata? Afadhali Mombasa Road entry na kama mzuri, Thika Road kulitengenezwa na serikali. Saa hizi tunapozungumza, estates ndani ni magiza tu iko. Saa hizi hapa town inafungwa. Unajua Nairobi town hufungwa saa 2 usiku. Unajua Nairobi town inafungwa saa 2 usiku na vijana wanaanza kushikwa saa 2 usiku. Kuna Mheshimiwa Tima alikuwa ananiambia kitambo kulikuwa na sheria ilikuwa inaitwa vagabond. Vagabond ni mtu tu ambao unatembea, unaulizwa, ukishikwa hivi wanakuangalia kama uko na pesa. Kama una pesa mjini unaulizwa ulikuja kutafuta nini mjini? Na ulikujaje? Unashikwa. Nairobi is the only city in this world that is closed at 8 p.m. There's no nightlife. There's nothing happening. The economy of Nairobi dies. People actually leave the town. Na unajua pahali kama Dubai, by saa 9 bado watu wamelala. Dubai watu bado wanalala. Usiku inapozidi kuingia ndio watu wanaamka. Sasa ndio kuna masehemu za sherehe, kuna cultural nights, kuna street food, watu wanajitokeza, kuna hadi barabara zinafunikwa, watu kukuja tu kuona na kutembea ndani ya Nairobi. Kuna ukienda Cape Town, kuna barabara inaitwa the Long Street. The Long Street runs the economy of Cape Town peke yake. Enda Nairobi hapa, kama ni giza tu na watu kushikwa na watu kurudi nyumbani na mji kufungwa. Hadi kafanya sehemu nyingi za burudani na kupumzika zimeenda kwenye wanakuishi watu, kwa sababu wanajua Nairobi mjini kishafungwa, afadhali nirudi nyumbani. Na watu wakiwa katika hizo maburudani, watu wamekuja kulala. Ndio kila siku unapata tena wana Nairobi wameanza kucomplain. Kuna kelele wapi? Kwenye estate. We are not even dealing with that. Unanielewa? Let's bring back life in Nairobi. Let Nairobi be uchumi uweze kupatikana wa masaa 24. 24 hours. Na sasa mmoja nitaweza kuwauliza kwa sababu mnayazungumza, kana nimlete bwana Timu Wanyonyi, mnayazungumza ni mambo ya muhimu sana. Mmepata nafasi, mmesema mmezungumza na gavana, mkaandika kama alivyosema Baba Wino, mtu akaorodhesha yale mahitaji muhimu na akasema atayafanyia kazi, lakini pia mmepata nafasi ya kukaa na Rais wa Jamhuri ya Kenya, kwa sababu huu mji wa Nairobi unamuhusu, manake ndio mji mkuu wa hapa. Je, yale ambayo hayafanikishwi katika vikao dhidi ya gavana mmeyafikisha katika kikao dhidi ya rais? Asante sana Bwana Rashid. Naam. Hayo mambo nazungumzia
unajua central government haiwezi kuchiondoa Nairobi. Nairobi is the capital city. Nairobi House is the headquarter. Even the president's office is Nairobi, the parliament is Nairobi, judiciary is Nairobi, international communities are Nairobi. So the government is directly involved. Kitu ya pili, we give money, tunapatia pesa county government, and there are roles zenye ziko defined na sheria ambayo county government inatakana kufanya. Sisi tunauliza wakati wa mwisho wanakuja kuangalia kazi imefanywa na hizo pesa ulipewa, ni nini umefanya? Kwa sababu natakana upeane hata report card, uonyeshe ya kwamba tulipewa 40 billion, tumechenga barabara 2, tumeweka maji, tumeondoa takataka, tumefanya nini? Hiyo pesa every year we are giving the money but there's no work. Kwa hivyo tunataka kuangalia kwamba lazima watu waajibike. Waajibike kwa sababu, you know, me as an MP, as members of parliament, we don't have executive powers. The governors have executive powers with a very huge budget. And that's why unaona limit ya governor anaweza enda miaka 10 kama ameperform. Anaweza mwisho wake ni miaka 10. Haiwezi enda saidia hiyo kwa sababu is an executive office and is given resources to do development. Ukiangalia huyu auditor amesema ya kwamba county ya Nairobi development, pesa ya development iko 0. There's no budget for development in Nairobi. Ukiangalia county kama Narok, development yao iko juu sana. Ukiangalia Narok is collecting more money than Nairobi. Why? Because pesa ya Nairobi wamefungua accounts za kuficha pesa. Pesa zinatoka lakini nasikia pesa ya serikali inakusanywa kutoka asubuhi mpaka saa 6. Kutoka saa 6 kuendelea juu ni pesa ya wenye wanafanya hiyo kazi. Gavana na watu wake. Ni madai mazito Tim Wanyonyi. Ni kweli? It is in the public domain. Auditor General alisema mwenyewe. Na walisema hata akauliza hata hii chakula ya watoto tunasungumzia hapa. Who else is eating? Akauliza who else is eating? Yes. Because the budget that is going there, money is higher than what is supposed to be. Kwa hivyo sisi mimi I have nothing against Sakaja. I have nothing against the governor. But what we are saying is that people of Nairobi are crying. Na sisi ndio tumechakuliwa kupeana shida za watu. Na tukizungumzia hivi kama anasikiza asifikirie Tim Wanyonyi anamchukia. Tim Wanyonyi anakuambia ukweli, wewe enda uanze kuchiangalia. If your officers are not working, fire them. But if you yourself you are not working, then improve and give delivery of services to the people of Nairobi. That is all we are asking. Na bila shaka kauli nzito sana kutoka kwa Tim Wanyonyi, lazima itupeleke mapumzikoni alafu turudie tuendelee. Anasema kwamba kama wale maafisa wako wafanyi kazi, wafute kazi na jiite mkutano, na kama mwenyewe kidogo umezembea kazini, badilika ili uweze kufanya kazi kwa faida ya wananchi. Mtazamaji, nitarudi katika ile masuala. Kuna masuala matatu mmeyazungumza nyote. Mnapozungumza masuala ya Jalango amezungumza masuala ya miundo msingi, kuna masuala ya takataka umeweza kuzungumzia pia vile vile, ukazungumza pia masuala ya uchumi na kila kitu. Nataka tuje tutoe nafasi moja peke yake, tusihukumu tu, tutafute suluhisho. Tukurudi mtuambie, je, laiti anasikiza anafuatilia kwa sasa hivi, mngeshauri afanye nini kwa hii miaka miwili iliyosalia ili yule mwananchi ambaye aliwachagua nyinyi ajivunie maendeleo katika kaunti ya Nairobi? Tutafanya hivyo. Najua hatumfanyii yeye, tunafanyia wale ambao waliweza kuwapigia kura. Tukurudi tuweze kuangalia, je, tunaweza kurekebisha hali ilivyo au la, baada ya muda usio mrefu.